Na mtazamaji, wakazi wa Nakuru nao hawakuachwa nje katika kumwomboleza Raila Amolo Odinga. Mwanahabari wetu Ken Gashui alizungumza na mwanasiasa Sam Arama, na basi mtazamaji nikupeleke huko ili usikie alisema nini kuhusiana na maisha na au safari ya Raila Amolo Odinga. Na Wakenya bado wanaendelea kuomboleza kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga kilichotokea siku ya Jumatano alipokuwa akiendelea kupokea matibabu nchini India, na leo mwili wake ukiweza kurejeshwa hapa nchini kwa matayarisho ya mazishi ambayo yanatarajiwa kufanyika siku ya Jumapili katika eneo la Nyanza. Na hapa nilipo katika kaunti ya Nakuru ni eneo ambalo Nakuru Magharibi lilikuwa linaonekana likiegemea upande wa chama cha ODM, na Raila Odinga alikuwa akifanya mikutano yake katika eneo hili wakati wowote ambapo walihitaji kuzungumza na wakazi wa Nakuru. Na mmojawapo wa viongozi kutoka eneo hili, Samuel Arama, aliwahi kuhudumu kama mbunge wa eneo hili kwa tiketi ya chama cha ODM, na hapa moja kwa moja niweze kuzungumza naye. Pengine tueleze kifo cha Raila Odinga kinamaanisha vipi kwa wakazi wa eneo hili la Nakuru Magharibi, kuona kwamba walikuwa eneo ambalo lilimuunga mkono kwa kiasi kikubwa. Asante sana Bwana Kani. Vile mnajua hii constituency Nakuru Town West constituency, watu wengi hapa ni supporters wa Papa, na mara ya kwanza niliingia bunge, niliingia na chama ya ODM, yeye akikuwa party leader wangu. Kwa wale wengi hawajui pengine Raila anaitwa Papa kwa sababu alikuwa anachukua watu wote wakikuwa sawa. Mnakumbuka vile alikuwa anapigania nchi akafungwa na ile serikali ya Moi. Alikuwa ni mtu alikuwa anataka watu wafanywe haki. Wakati amekuwa party leader wangu nilikuja kugundua ya kwamba ni mtu anapenda ukweli na ni mtu anataka usawa. Kwa hivyo si Nakuru Town West peke yake, I think ni kwa Kenya wote. Huyu ni shujaa wa Kenya. Tumeona kwamba rais ametangaza kwamba Raila Odinga atapewa ile heshima hadi za zile heshima za kijeshi wakati wa mazishi yake. Pengine maoni yako kuhusu hatua hiyo ya kumpa heshima kama hii ni maoni gani? No, Raila Raila deserves more than anybody else. Hii mtu amepigania nchi, unakujua ile multi-party democracy. Mtu wote multi-party democracy ni Raila Amolo Odinga. What we are enjoying today, unaona siku hizi hata watu wanaongea ovyo ovyo, wanaongea hata wanatusi viongozi. Wanafanya nini? Hiyo ni Raila alikuwa amepigania. Raila, there is no way could have been given. Hata kama ingekuwa ni nani angekuwa president ya Kenya, Raila deserves to be given those honors kwa sababu yeye amepigania nchi. Yeye mwenyewe amepata shida mingi sana, alifungwa miaka 8, matia gasi amekula kila wakati. So ni mtu tunaheshimu sana. Si rahisi kukuta mtu kwenda kujitolea vile nilikuwa nimejitolea wakati after 2022. Ile matia gasi si alikuwa na piwa, na yeye aliendelea kuambia watu mpaka akakuja akasema Genesis wakuja wakamwambia sasa Papa kaa kando. Sasa akakaa kando, ndio naona sasa ile ilisindikana, wakaitana na William Ruto, wakaenda wakaongea, wakakubaliana. So tutakuwa na broad based government. After all, Kenya is bigger than any individual. Wewe kukubali kuingia kwa broad based siku wote we recommend him for, kwa sababu nchi ingekuwa imeharibika na hii Genesis vile alikuwa amekuja. Kwa hivyo vile William Ruto amefanya tunamshukuru sana. Kumpatia state burial hiyo tunamshukuru sana. Yeye anapelekwa bunge leo saa 6:30, akaa mpaka saa 11. Hata bunge ilisimama jana, that's why I'm here, because jana bunge limesemekana isimame, leo hakuna, nothing is on in parliament. Na tukimalizia, pengine ujumbe wako kwa wale ambao walikuwa wanamuunga mkono na pia wale wanachama wa chama cha ODM ambao wameachiwa chama kikubwa sana katika nchi hii. No, watashikana. ODM is a movement. Na sasa I can say that ODM, mimi naona na UDA sasa unajua William Ruto alikuwa mwanzilishi wa ODM. So sama mtu anaitwa William Ruto ako na shares kubwa sana kwa ODM.
just like yako na usemu ako na shares kubwa kwa Jubilee. Najua Raila William Ruto amekaa ODM, kwanza alikaa KANU, uliona waliungana juzi na Gideon Moi, alikuwa secretary general ya KANU hapo kitambo, akakuja Jubilee, he was the deputy party leader. Hapo mbeleni alikuwa ODM, alikuwa one of the senior members ya ODM. I think he was having a position in ODM. I don't know whether he used to be a secretary general or something like that. Alafu ukikuja sasa UDA yeye ndio president, is the party leader. So if we can bring you watu wote pamoja, alete KANU, alete Jubilee, alete ODM, alete na UDA, we can, because hatutaki serikali iende kuanguka watu waanze kuleta vitina, kwa sababu unajua sisi wanasiasa saa zingine tunawekeana makosa. Hatutaki tuanze kuwekeana makosa. We will support the broad-based government, or tuseme serikali ya watu wengi wakuja pamoja, so that ndio tuunde serikali next 2027, ndio tuendelee kusukuma inji. Inji, the government I said, the Kenya is bigger than an individual. Kwa hivyo tusikiana pamoja, let the president show leadership at this time. Kifo ya mzee wetu inasabia kuleta wa Kenya pamoja vile watu wakuwa wanafikiria, because you will see utaona ile watu watakuwa pale. Uhuru Kenyatta niliona alienda pale, niliona William alienda pale. I'm expecting mtu anaitwa Kalonzo Musyoka aende pale. Tunataka kila mtu aende pale, tushikane for the time being, tuwache maneno mingi, so that kutoka hapo ndio tusukume hii nchi yetu ya Kenya. Asante sana. Hayo ni maoni ya mbunge wa eneo hili la Nakuru Magharibi, Samuel Arama, ambaye anahudumu kwa tiketi ya chama cha Jubilee kwa sasa, lakini hapo awali alikuwa amechaguliwa kwa chama cha ODM, na hili eneo la Nakuru Magharibi lilikuwa linahusishwa ama kutangazwa ama kutajwa kama ngome moja ya Raila Odinga katika kaunti hii ya Nakuru. Maombolezi ya Raila Odinga yanaendelea katika taifa nzima, na kwa sasa narejesha kwako studioni. Naam, asante sana.